Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie nyote. Na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo mardi le 9 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Tumewaletea habari mbichi kutoka kwenye uwanja wa vita ndani ya Sud Kivu. Mapigano makali yanaendelea kati ya vikosi vya wazalendo FARDC na jeshi la Burundi na wasi wa AFC M23 ndani ya maeneo tofauti kwenye route nationale numero 5 inayoelekea Uvira. Uvira muda huu ni panike sana. Wazalendo na FARDC wako naanza tena kupigana kati yao. Wamoja wanataka waondoke ndani ya mji wa Uvira, wengine wapendi waondoke. Unayoifuata kama kawaida ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunakomba kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea, na tunawasihi kuendelea kusubscribe ili kukuwa napata habari zetu kwa wakati. Mu comment na mulike, muzisambazi habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari mbichi kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Kila habari zetu kabisa mtakuwa mkizipata. Habari mbichi za mchana wa leo tutawapeleka moja kwa moja kufro ndani ya Sud Kivu. Kama tulivyowaambia, mapigano yalikuwa yakisikika ndani ya maeneo ya Runingu, eneo karibu na centre ya Kiliba inayopatikana mu kilomita chache 16 na mji wa Uvira. Baada ya kupigania hapo kwa muda mchache ndani ya Kiliba nako mapigano yalifika ndani. Waasi wa AFC M23 walianza kushambulia pale Kiliba mwendo wa 13h30 minute hivyo. Baada ya kupigana hapo Kiliba kwa muda mchache, Kiliba ikakamatwa na wasi wa AFC M23. Muda huu kabisa Kiliba iko mu mikono ya wasi wa AFC M23. Habari kutoka kwa vyanzo vyetu pale Kiliba wanatuambia ya kwamba wanajeshi wa Burundi ambao walikuwa pale Kiliba walivuka wakaelekea ndani ya nchi yao kupitia eneo hizo za Kiliba pale ngambo kabisa ni nchi yao pale, njo kwenye walipita wakaelekea ndani ya nchi yao. Wengine vikosi vya wazalendo pamoja na FARDC walikamata njia ya kuelekea Uvira njo kwenye vikosi vya FARDC na jeshi la wazalendo vilielekea baada ya kupoteza mji wa Kiliba. Centre ya Kiliba kama nilivyowaambia inapatikana mu kilomita 16 na mji wa Uvira. Baada ya wanajeshi hawa kujireplie wakielekea Uvira, kufika ndani ya Uvira walikutana vikosi vya wazalendo pale ambavyo vilikuwa vikiendelea kujiorganize ili kupanda kufro. Wanajeshi wa FARDC pale Uvira walianza kuondoka pale ndani ya mji wa Uvira wakielekea kuporo ya Kalundu, wengine wakielekea maeneo ya Kavimvira kufrontiere ya Burundi na Uvira, ambapo wako na elekea hapo ili wavuke mpaka waelekee ndani ya nchi ya Burundi, mwile kuondoka ndani ya mji wa Uvira, mwile repli strategique yao. Anaitwa General Rene Itongwa wa wazalendo ako sasa na wakatalia wanajeshi wa FARDC pale Uvira wenye wako nataka kuelekea Kalundu, kuporo ya Kalundu, ili wapitie njia ya maji waelekee ndani ya Kalemi. Rene Itongwa na kikosi chake wako na wasimamisha pale, wako na wakatalia, na ile kuwakatalia sasa inacha kunakuwa mashambulizi kati ya wazalendo tena na FARDC ndani ya Uvira. Pour le moment masasi iko nasikika mu maeneo mengi kabisa ndani ya mji wa Uvira. Mji wa Uvira kwa sasa eneo ya Kavimvira kule pamoja na Runingu njo kwenye kuko nasikika masasi sana. Ni wazalendo na FARDC wenye wako napigana pale juu. Wazalendo hawataki FARDC ondoke ndani ya mji wa Uvira,
na FARDC nataka iondoke ndani ya mji wa Uvira, ilekee Bujumbura, wengine waelekee Kalemi. Ndio mapigano yenye iko nasikika pale. Zile bombe ambazo tuliwaambia zilipiga kumlima wa Kavimvira, wazalendo na vikosi vya FARDC pale ambao walifika hapo Kavimvira walikamata vijana wengi ambao walikuwa wakirusha hayo mabombe kwenye mlima hiyo. Wanasema kwamba ni vijana wa SPO wa M23 ambao walikuwa wanataka kudestabilize kabisa mji wa Uvira kupitia kurusha makombola hapo na kupanike population. Na wakati walikamatwa waliwapresente kwa wakaji ya kwamba kila kitu kiko sawa, vijana hao ni wa SPO wa M23. Na wakati huo vile vikosi ambavyo vilikuwa vikiondoka kufro vikawa vimewasili ndani ya mji wa Uvira. Na njoo sasa wazalendo walianza kuwapiganisha wasiondoke ndani ya mji wa Uvira. Hali ikawa mbaya papo hapo. Mapigano muda huu ndani ya Uvira yako ndani. Vikosi vya wazalendo viko na wasimamisha wanajeshi wa FARDC wasiondoke pale, waresiste wapigane na M23, wakati FARDC ikiwa ndani ya magari zao zile majipe makonvoi, wengine ndani ya silaha nzito wako na jielekeza ku frontiere ya Kavimvira, wengine kuporo ya Kalundu ili wapitie maji waelekee ndani ya Kalemi. Hicho ndo kinachoendelea kwa muda huu ndani ya mji wa Uvira. Mnasikia kwamba hali ni mbaya kabisa. Kinachoonekana ni ya kwamba FARDC inaendelea kuwa ipendi kupigana vita hivi. Kama ni kutokupenda, kama wanaona kwamba walishashindwa kabisa kuwasimamisha wa AFC M23, sijui, ila kitu ambacho kiko hapo ni ya kwamba FARDC kabisa iko na endelea ondoka ndani ya mji wa Uvira kwa sasa, wazalendo wakizuia pole na ndani ya maeneo hayo ya Uvira. Wazalendo wao wanachokitaka ni kimoja, FARDC basi watie silaha komsa wapigane na AFC M23 wakiwa na silaha, waone kwamba wataresiste, atakaye kufa kufe, atakaye koka akoke, mji wa Uvira wa defendre. Na FARDC inakatala sasa kuwapa silaha. Pour le moment ndani ya mji wa Uvira kinachoendelea ni hicho. Mapigano kabisa ni hatari. Population wako nakimbia nao wakielekea ndani ya maeneo ya Kavimvira ili kuvuka mji wa Uvira waelekee huko Burundi. Hali ni mbaya kabisa, ni mbaya kutokana na kusonga mbele kwa wasi wa M23 kunakoendelea muda kwa muda, wakati vikosi vya FARDC na jeshi la Burundi awapigane wa resiste wako na shambulia tu kidogo wanarudia nyuma. Ni hatari pour le moment. Hicho ndio kenye kiko ndani ya maeneo ya Uvira. AFC M23 inaendelea kuavance baada ya kuwa iko ndani ya Kiliba, wakati FARDC na vikosi vya wazalendo havitasimama kuwapiganisha kabisa. Wakati wowote wanaweza kujikuta ndani ya mji wa Uvira, paske hakuna resistance ambayo iko pale, hakuna vikosi vya FARDC na jeshi la Burundi ambavyo viko na wapiganisha. Hiyo ndiyo hali kwa sasa, na waomba kuendelea kujiabone ili kufahamu kinachoendelea kabisa hapo kwenye uwanja wa vita. Kupitia kujiabone pale utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, au jiunge na sheni yetu ya WhatsApp. Hapo napo ni vizuri, utakuwa napata na video za kila mambo jinsi iko pale kufro. Asante sana, endelea kukuwa connected, utafahamu kinachoendelea.